Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the... Sema na kundi lako nifanye kuwa chombo chako tena. Waponye waliokuja na maradhi ya moyo, uondolee majeraha walio na maradhi ya mwili, upate kuwahudumia kwa siku njema leo. Kwa jina lako Yesu Kristo, wote naweka mikononi mwako tena, katika jina la Yesu wote tuseme amina. Kazi za giza zishindwe, milango ya kuzimu na iziba, inafungulia milango ya Roho Mtakatifu wapate kuelewa. Wote sema amina. Makofi kwa Yesu. Katika jina la Yesu, unaweza andika sasa. Ujumbe wetu unasema yeye ashindaye hufanywa jiwe la pembeni. Yeye ashindaye hufanywa au atafanywa jiwe la pembeni. Atakayeshinda, yeye ashindaye au yeye aliyeshinda, bila shaka kwa namna moja au nyingine atakuwa kuna mapito alipitia, kuna changamoto anakuwa amepitia, kuna vita alipigana mpaka ahesabike kwamba ameshinda, au kuwekewa nafasi ya kwamba yeye atakayeshinda. Kwa bila shaka kuna pigano ambalo mtu wa namna hiyo atatakiwa pigane. Yeye ashindaye. Kwa hiyo kuna pigano ambalo utatakiwa pigane mpaka kwenda kushinda, ufanywe mwamba, ufanye kuwa jiwe la pembeni. Tunajifunza nini mpaka sasa? Ni kwamba uokovu ni vita. Mtu asimame, mtu abarikiwe, afanikiwe kwa namna moja nyingine, kwa hali yote ile vile anavyokuwa akifikiria, ili aweze kuwa imara, ili aweze kufanikiwa, ili aweze kumiliki na kutawala baraka zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna pigano atakalopitia, kuna ushindani utakaopitia, kuna maadui utakaopigana nao kwa hali yoyote ile. Sasa katika ufalme wa mbinguni, Mungu yeye ameahidi, ameweka tayari kwa mtu awaye yeyote anayepigana vita ya imani, vita ya kiroho, vita ya huduma, vita wenda wakati mwingine wafanya watu wapate kumwamini Kristo, au vita ya kwako mwenyewe binafsi, ukishindania imani, ukitafuta kuona kama nitaweza kusimama, nilinde imani, niendelee kutumika, niendelee kuwa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaitwa vita. Lakini yeyote mwenye kupigana vita namna hiyo, Mungu yeye amemwandalia zawadi. Mungu yeye anamwandalia baraka, shukrani. Kuna zawadi ambayo Mungu anakuandalia thamani sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yote anapokuwa anapigana vita, sisi ambao tunapigana vita imani, aidha kuilinda kanisa, kufanya watu wamjue Mungu, kwenda kuhubiri injili popote pale, ulimwengu wa binadamu wote wapate kugeuka wamjue Mungu. Haleluya. Hata watu kanisani wapate kuokolewa. Unapigana vita aidha kwa ajili ya roho ya mtu mmoja apate kupona, ageuke amwamini Kristo, apate kupona, atoke kwenye magonjwa yake, kwenye maradhi yake. Hiyo yote inaitwa vita, lakini pia ni vita ya imani, ni vita ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia toka muda ulipomwamini Yesu Kristo ukaokoka, baada katokea vita nyuma yako, ushindani nyuma yako. Ushindani huo ukawa unapigana vita kwamba usiendelee na imani, acha madhabahu, huduma uliyopewa, karamu ulionayo,
hiyo yote inaitwa ni ushindani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa katika ushindani huo, wakati ukipigana, ufalme wa mbinguni, jeshi la mbinguni, bunge la mbinguni, wao wanakuwa wameshaandaa zawadi ambayo kwamba mtu anapopigana vita hii kuokoa roho moja, anapopigana vita hii kuiokoa nafsi yake, kuokoa ndoa yake, kuokoa madhabahu, kuokoa watu, kupigana vita huduma ipase kuendelea, mtu huyu ni wasama. Anapigana vita kwa ajili ya roho mtu mmoja aliyetekwa na ufalme wa giza, amuondoe kuzimu, aidha na magonjwa, ana malazi. Anapigana vita, labda ni pastor, aidha ni mshirika, mtendakazi, kiongozi, semasi. Anapigana vita mpaka mtu mgonjwa apate pona, watu wapate kusimama, watu wapate kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yako yamefeli, yamekwama, lakini unahangaika kwa ajili ya huduma ya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Sasa anasema Mungu kwamba pale nyuma au mbele lazima utakutana na vita, kutakuwepo vita kwa namna moja au yote ile. Kwa ile vita unapopigana ukaishinda, kuna kitengo au kuna daraja ambalo Mungu anampandisha mtu huyo aliyeshinda hiyo vita. Naongea na mtu, kila mtu hapa anajua ushindani aliona anaokuaga nao. Kwa hiyo unatakiwa unapokuwa unapigana vita, tambua na kujua baada ya kushinda vita hii. Mwingine pia anatoka mbali, anatembea barabarani, anasema kwa kweli mwendo huu nitamaliza lini? Nitaisimamiaje imani? Nitapiganaje vita? Nauli nitaipataje? Unaona, ana changamoto ile anaipigania, ana changamoto ile na vita ile, ana ushindani pia katika mradi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibilisi, pepo wachafu, anasema hutojenga, hutooa, hutoolewa, hutozaa pale mtoto, hutoendeleza imani, hatukubali uendelee na kanisa hilo, hatukubali endelee kutumika kwenye madhabahu hiyo. Ni ushindani, ni vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mbingu yenyewe inakwenda mtazama yule mchungaji, yule mshirika, vita alionayo. Kwa hiyo anapokuwa anaendelea kupigana vita, Mungu baadaye anaandaa zawadi yako kwa ajili ya kukupandisha daraja jingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 5. Anasema, yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitaifuta wala meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Yesu anasema, anazungumza na mitume, anazungumza na sisi kwamba vita ambayo nimewachia kuendesha huduma hii, kusimamia imani, kufanya watu waokolewe, kusimama wewe binafsi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kama atatokea mtu yeyote akapigana vita hiyo, maana huko nje kuna ibilisi, maana huko nje kuna manabii wa uongo, maana huko nje kuna roho, pepo chafu wadanganyaji, maana huko nje kuna wachawi, maana huko nje kuna maadui wasiokupendea usimame kwenye imani, wasiopenda utumike kwenye madhabahu ya Mungu. Atakaposhinda, anasema nitamvalisha vazi jeupe na jina lake wala sitalifuta tena katika kitabu cha nini? Cha uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema vile vile, anasema wala sitamkana mbele ya Mungu au mbele ya malaika, bali anasema nitamtetea, nitasimama kumdhihirisha. Atakuzungumzia wewe vitu ulivyopitia, atakuzungumzia wewe changamoto uliyopitia, atakuinua wewe uzoefu uliofanya, kazi uliyofanya, anatangaza kazi uliyoifanya na anasema nitamtetea, nitakudhihirisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inakupa picha kwamba wakati mtu mtendakazi mshirika anakuwa anapigana vita, chochote anachokuwa anapigana nacho, huko mbele tunapokwenda atakuwepo mtu mwenye kukuelezea, kukutetea. Nasema na mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakuwepo Mungu au Yesu anasema nitasimama kukudhihirisha kwamba huyu mwache ni raia, mwache ni Mkristo, mwache ni mtumishi wa Mungu, mwache ni semasi, mwache ni fanya kazi ya Mungu. Alihusika kweli, alipigana vita, alipigana wachawi, alipigana waganga. Huyu mtu alikuwa analipa gharama kubwa kutoka mahali kwenda mahali fulani kwenda kuabudu. Alisimamia kanisa la nyumbani, aliendesha jumuiya mahali fulani. Huyu mtu achana naye, alijenga kanisa. Huyu mtu achana naye kabisa, ni wasamana, apite bila kuojiwa, apite, anafaa, apewe nafasi ya maana, avalishwe vazi linalomeremeta. Anasema nitavalisha vazi ling'aro. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Alielekeza watu kanisani. Kwa nini? Alifundisha watu ibadani. Kwa nini? Aidha yawezekana pia alitumia usafiri wake kuwasafirisha watu kwenda na kurudi.
ni vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitumia mtaji wake, alitumia sadaka yake kuijenga kazi ya Mungu. Kila kazi unaifanya itakuwa ni kazi, lakini yenye ushindani. Kazi ya Mungu inaanza hata kuanzia kwako wewe mwenyewe, kuipigania imani, kuishindania imani. Sio kazi nyepesi. Kupigana imani kwa ajili ya mume wako, kupigana imani kwa ajili ya mke wako, kupigana imani kwa ajili ya familia nzima kwamba ipate kuokolewa, kupigana vita ya imani au kuifanya kazi ya Mungu ipate kusonga mbele, lazima patakuwepo vita na ushindani. Anasema yeye atakayeshinda nitamdhihirisha mbele za Baba yangu, wala sitamkana, na jina lake nitaliandika, sitalifuta tena kamwe. Makofi kwa Yesu. Viongozi wa huduma ya Mungu, hata watenda kazi pia kadhalika, wanakuwa wakati mwingine wanapopigana vita wanarudi nyuma, wanapigana vita hawajui wanapigana nini, wala hawajui wataruzukiwa nini, watapata faida gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mimi nikienda vitani, najua kwamba hii kazi ya Mungu, kuwafanya watu wapate pona, watu waokolewe, kuhudumia watu wamjue Mungu, kuyahudumia makanisa kadha wa kadha yaliyo chini yangu, kuwafanya watu wawe wanafunzi wa Kristo, kuwabadilisha maisha yao kabisa, wakamcha Mungu. Natakiwa nitambue, na natakiwa utambue kwamba hii ni vita. Ibilisi, kuzimu, pepo wachafu hawako tayari kumwachia mtu huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawako tayari kuruhusu jenge, hawako tayari kuruhusu upone, hawako tayari kuruhusu olewe. Hiyo ni vita tu. Lazima ujue, napigana vita mpaka niole, napigana vita mpaka nipate mtoto. Sikiliza, pamoja na kupigana vita ukapata mtoto, lakini bado pia anasema yeye atakayepigana vita akashinda. Huyu ni mwimbaji wa kwaya, ni mwimbaji wa sifa, ni kiongozi kanisani, ni mratibu wa mambo kadha wa kadha. Lazima paje ushindani na vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukasemwa, unaweza ukasengenywa, unaweza ukachafuliwa kwa namna yote ile. Hiyo yote ni mashambulizi, ni mishale ya Ibilisi ikuvunje moyo, usifanye kazi ya nani. Unaweza ukazungumza na kiongozi mkuu wa kanisa la nyumbani, ukazungumza na kiongozi mkuu mtenda kazi wa section. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa namna yote ile natakiwa usitoke kwenye hiyo kazi, pigana vita. Yeye ashindaye jina lako halitafutwa. Kwa hiyo natakiwa napigana vitu vile, kama mimi napigana jina langu lisifutwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema lakini pia yeye atakayeshinda, yeye Mungu atakudhihirisha mbele ya Yesu, atakudhihirisha mbele ya nini? Mbele ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anakubali kumpokea mtu, lakini aliyedhihirishwa na nani? Na Kristo Yesu. Utashinda vita. Kuyajua haya wala huwezi kuregea. Kuyajua haya kwanza, unajua na kutambua kwamba mbele ninachopigana lazima adui atatokea. Nini kinachokufanya urudi nyuma? Nini kitakuzofisha? Nini kitakachokufanya ushinde kutembea kwa miguu? Nini kitakachokufanya usitoe sadaka? Nini kitakachokufanya ukate tamaa kwa maneno ya watu? Maana mimi sasa sipasi kusikiza maneno ya watu, bali namsikiza Mungu na najua ninachokipigania mimi. Haleluya. Haleluya. Ni mstari wangapi? Wangapi? Kwa sauti rudia, sema watano. Nabii. Mstari wa 11 anasema naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Taji. Anasema naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii napata picha kwamba kumbe mtu anakuwa, unaona unapigana vita, unaishindania imani, una miaka 6, una miaka 4, unashindania huduma, kuna kitengo ulicho nacho, kuna huduma unaifanya, lakini katika mapito na ushindani mkubwa. Katika upande wa pili, katika ulimwengu wa roho, wewe unakuwa unayo taji. Haleluya. Lakini vita itakapotokea, changamoto ikakupata, unapoacha ile huduma, unapoacha uokovu, unapoacha kitengo na kipawa chako, mara hiyo moja kwa moja kule mbinguni, kwa jina lako, kwa nafsi yako, kipawa chako, karama zako, unaposimama usitumike tena, basi na maana ile taji umenyang'anya. Kuna mtu kanisani? Kuna mtu ananielewa?
ulikuwa mtoaji, ulikuwa mwezesha huduma ya Mungu, alikuwa mlipa zaka, alikuwa mwimbaji, alikuwa ni mtu anayefunga na kuomba, lakini pia alikuwa ni mwalimu, mtumishi, mhamasishaji, mwelekezaji na karama ya masaidiano. Sasa toka pale palipotokea makwazo, ukakubali kuacha hiyo utumishi, kuacha hiyo huduma, moja kwa moja ile taji yako ulinyang'anywa. Taji yako ilipelekwa na mtu mwingine. Basi fikiri patakuja mnyama? Hapana, hapaji mbwa, hapaji popo, panakuja mtu. Haleluya! Kwa hiyo vita ambayo tunakuwa tunapigana nayo, tunapigana na watu. Yule pepo mchafu, nguvu za giza wanavaa ndani ya mtu, akuandame, apigane vita na wewe, akuzuru, akusumbue, akunyanyase, hatimaye ukate tamaa. Patakuja mtu, panakuja mtu, kwa namna yote ile, ni wa kiume ni wa kike, patatokea mtu. Aidha ni mama, ni mama mkwe, aidha ni bibi, aidha ni kiongozi wa serikali, aidha ni mwangalizi, aidha ni askofu, aidha ni mkuu wa wilaya, au ni mwenyekiti wa kitongoji, yeyote tu kwenye familia yako atakuja ni mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtu atakuinukia kinyume na kazi unayoifanya, atakuwa na sababu anazosimama nazo, akuzuru, akunyanyasa, kutesa. Awe kinyume na wewe usiombea ugonjwa, awe kinyume na wewe usifunge, awe kinyume na wewe usihudhurie ibada ya Alhamisi, patakuja nini? Mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati kwamba usiombe, ati kwamba usifunge, ati kwamba sikutaki uende kwenye mambo yale, sitaki tena kwenye kanisa hiyo, patakuja mtu. Shika mkono wenzako, mwambie patakuja mtu. Mwambie patakuja mtu. Kwa yule mtu atakaposimama kama yeye, ndani yake sio yeye bali ni pepo mchafu, ni roho chafu apingaye, ni nabii anayepinga. Vita inaweza ikaenda miezi 6, vita inaweza ikaenda miezi miwili, vita inaweza ikainuka. Yani patakuja mtu mwenye mawazo, mwenye mipango, awe kwazo kwenye kazi yako, awe kizuizi katika mlima wa maombi, awe kizuizi katika kitengo chako. Patakuja mtu kwenye biashara yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibilisi anaona kwamba hii biashara anaifanya, anatoa sadaka, analipa zaka, anawezesha kwenye huduma, biashara anaifanya, anafanya kila kile, atakuwa msaidizi. Sasa patakuja mtu kwenye lango la biashara yako, patakuja mtu kwenye ndoa. Shika mkono mwenzako, mwambie patakuja mtu. Hivi tunaongea, tunafundishana, yawezekana pia pameshakuja mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko kinyume na miradi yako, yuko kinyume na maono yako, yuko kinyume na kazi ya Mungu. Ibilisi, pepo wachafu, anasema afe, azofike, ndoa iharibike, biashara yao izofike, wawe maskini, akose nauli. Patakuja mtu, anaweza akatumwa kwako akakunyang'anya mtaji wako. Haleluya. Wewe unamuona ni kama ni mtu, unasema mama yule, baba yule, familia ile, mama mkwe, wifi, sio yeye, bali ndani yake pamevaliwa roho nyingine. Patakuja mtu awe adui wa maono yako ya kazi ya nani? Na kazi ya Mungu. Awe adui wa ndoa yako, patakuja mtu. Pigana ile vita, uwe makini sana, hakikisha unapigana vita hiyo, usiache, usirudi nyuma. Anasema nimekuahidia taji. Na wakati unapigana vita, aidha miezi 3 minne, ile taji tayari 85% 75 inakuwa tayari ile taji ya ushindi iko mikononi mwako. Ila mara tu unapolegea ukarudi nyuma, hauombi tena. Unapolegea ukarudi nyuma, ukakata tamaa, sasa mimi nauachie wapeleke. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi namwacha mshirika aondoke, mimi namwacha tunda langu lipotee, mimi namwacha madhabahu naiacha, mimi kama ni mbaji naacha, kama ni utoaji nauacha, mimi kama ni mwalimu naacha, kanisa la mali naliacha. Kama ni hivi, patakuja mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Atainuka kwenye maneno hayo. Unafanya jambo jema, lakini yeye anainuka kwa jambo baya. Hakikisha anasema pasije mtu yeyote akakunyang'anya taji yako. Shika sana ulicho na unayo maombi, shika sana. Unayo ibada ya Alhamisi, shika sana. Una ibada ya Jumapili, unayo imani, shika sana. Una uimbaji, shika sana. Una kitengo cha nacho, shika sana. Hauna kitu, tafuta kitu kushika. Wewe ni mtoaji, shika sana.
unaye biashara, shika sana. Yaani jirinde na watu, jirinde na mtu. Na hivi naongea, inawezekana kuna vitu unapigana nayo, kuna changamoto unaipitia, lakini unasema shetani. Kumbe shetani anapita ndani ya mtu. Ukishagundua huyo mtu, haleluya, pigana naye katika ulimwengu wa roho. Mtazame kwa macho mawili kwamba katika ulimwengu wa mwili ni mwanadamu, lakini upande wa pili sio yeye, amevaliwa na roho nyingine. Shika mkono wako, muulize wewe kwako pesa. Kwa hiyo wengi wamepigwa na kurudi nyuma, wengi wamenyang'anywa taji, wameacha madhabahu, wameacha utumishi, wamerudi nyuma, wamezofishwa, hawaombi tena, hawafungi tena, hawatumiki mbele za Mungu kwa sababu palikuja mtu akundua kama ni mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa mtembe mtanga ni Yesu. Kwa hiyo Mungu au Yesu anatoa maarifa haya, mchungaji ajue, mtendakazi ajue, kiongozi ajue, mtu aliyemwamini Kristo ajue. Ukisha ajua haya, hapaji mtu kuniondoa katika huduma yako, hapaji mtu kunirudisha nyuma. Limadi nimepewa ufunuo na Mungu, nimepewa huduma na Mungu, nimepewa wito na Mungu, huduma hii iko ndani yangu. Sikubaliani na mtu yeyote aniondoe kunyang'anya taji yako. Vita usikubali kuregea. Mara unaporegea ile taji unanyang'anywa, ile mtu anapewa mtu mwingine. Huyo mtu ndo anayepewa. Ni wafalme wa giza, ni pepo wachafu wanakunyang'anya hiyo taji. Anasema shika sana ulicho nacho, asije mtu. Ana imani mama huyu, ana imani dada huyu, ana karama ya maombezi, ana karama ya uponyaji, ana wito wa kutumika mbele za Mungu, ni mwalimu, ni mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameishapata kibali, akienda kwenye mkutano anaweza kuhubiri watu kumsikia. Ni mzoefu katika kazi ya Mungu. Umepewa kitu hicho, asije mtu kukunyang'anya. Patatokea watu, mtu akuovertake, kufanya kinyume na wewe, atakuja kukuchafia jina. Pamoja na kunichafua, siachi wala sikuachi taji yako. Makofi kwa Yesu. Kwa hiyo sio kafikiri Mungu atakupa taji, Mungu atakunemesha, Mungu atakubariki, Mungu atakuongezea, Mungu atakupandisha daraja. Hawezi kukupa chochote Mungu kama haujashinda vita. Naomba unitege sikio. Anasema yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu. Mungu kama Yesu. Haleluya. Sasa kuna vitu napigana nayo, aidha ya familia, aidha ya biashara. Kuna vitu napigana ya afya, kuna vitu nitafanywa kuwa nguzo katika hekalu la Mungu. Kuwa nguzo katika hekalu la Mungu ina maana unapandishwa daraja. Sio daraja la uongozi labda. Ni daraja katika kiwango cha roho. Unapokuwa nguzo sasa, watu wote, wahudumu wote kanisani, watendakazi kanisani, wanabaki kukutazama wewe unanisaidiaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule anayeyumba yumba, wewe ni kama ukuta, ana uwezo wa kujengesha kwako ili msapoti. Maneno yako ni nguzo, mikono yako ni nguzo, hekima zako ni nguzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yeye ambaye hawezi kusimama, una uwezo kumsimamisha kwa sababu gani? Amejengesha kwenye hiyo nguzo. Wewe ni nguzo. Makofi kwa Yesu. Niwe mwalimu, niwe mtendakazi, nataka niwe mchungaji, niwe kiongozi wa kanisa la nyumbani, nataka niwe mwombezi. Ili upande hiyo daraja, lazima kuna mapito umepitia vita. Usione vya fanya nini? Usione vya elea. Haleluya. Mtu ana kitu cha ziada, nataka niwe kama yeye. Ana mapito, ana changamoto, ana vita amepigana, mpaka anakwenda kuwa na kitu daraja jingine. Amefanyika kuwa nguzo, amefanyika kuwa msaada kwa watu wengine, amekomboa watu wengine. Kuna daraja amepigana, kuna mapito amepitia, kuna vita. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa ana vita ameshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nashangaa na watu 200, ana watu 100, kanisa limejengwa, naona ishara, naona miujiza, naona uponyaji. Kuna vita amepigana mpaka kufikia kuwa nguzo ya namna. Anasema nitamfanya yeye ashindaye atakuwa nguzo ndani ya hekalu. Haleluya. Kwa hiyo akisha kuwa nguzo, nisikize vizuri. Kwa kanisa kama kanisa, Ibilisi, pepo wachafu wanaporusha makongola yao, wanaporusha mashambulizi, wanapotuma pepo wachafu, wanapotuma magonjwa, wanapotaka kuliteka kanisa, wewe unakuwa ni kama
Aidha wewe ni nguzo pia familia, kanisa lako na nyumbani. Aidha ni nguzo katika jumuiya yenu. Naongea na mtu. Sasa mtu mpaka afikie kuwa nguzo, ina maana tayari mambo yake yako salama. Naongea na mtu. Mambo yake yako salama, anawekwa kuwa nguzo pia aweze kulinda wengine, alinde wengine. Shika mkono mwenzako, muulize, wewe ni nguzo? Utakuwa lini wewe nguzo ndani ya hekalu? Hiyo nguzo inakuwa ni imara. Kwa hiyo misingi ya kuzimu ataishinda, pepo wachafu watashinda, maneno ya watu watashinda, mashambulizi yanayashinda, kwa sababu yeye ni nguzo imara. Kwa hiyo upepo utakapokuja, dhoruba inapokuja kuiumbisha kanisa, kuiumbisha madhabahu, kuiumbisha utumishi wa Mungu, kuiumbisha watu wa Mungu watende kazi, yeye anakuwa ni kama nguzo. Watu wanasimama kupitia yeye, watu wanavuka kupitia yeye. Ani nguzo, anakuwa ni muombaji kwa ajili yao. Ni nguzo, ana maarifa ya kuapa. Ni nguzo, ana hekima za kuapa. Ni nguzo, ni mlinzi ndani ya nyumba ya nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa kama nimeshafanywa kuwa nguzo, basi ina maana watu wanatembelea mimi, wanatembelea wewe. Wewe ni kama ngazi, wewe ni daraja. Wanapita pale wanapona, wanapita pale wanaokolewa, wanapita pale wanafanikiwa, wanapita pale wanapata miujiza yao, wanapita pale wanapata hekima, wanapita pale wanapata kumjua Yesu Kristo kwa kiwango kikubwa. Naongea na mtu. Wanapita pale wanatenganishwa na nguvu za giza. Haleluya. Wanapita pale wanabadilishwa maisha yao. Wewe ni daraja. Basi ina maana hiyo ufalme wa giza haukuwezi wewe. Hiyo ni faida sasa na yenyewe. Kwa hiyo unapopigana vita, Mungu anakupandisha daraja jingine. Wachawi hawakuwezi tena, waganga hawakuwezi tena, madhara kama hayawezi kupata, basi wewe unafanywa kuwa nguzo ya wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa linapofikiria waliumbishe, wapigane nalo. Mimi ni nguzo. Piga kelele, sema mimi ni nguzo. Sema mimi ni nguzo. Kwa jina la Yesu. Na kuwa nguzo leo. Mimi ni nguzo. Mimi ni nguzo katika nyumba ya Mungu. Kwa jina la Yesu. Mimi ni nguzo. Makofi kwa Yesu. Haleluya. Atafanywa kuwa nguzo. Sasa watu walio wengi sio nguzo. Kombora likimpata ameisha. Sio imara kwenye ndoa, sio imara kwenye biashara, sio imara kwenye familia, sio imara kanisa na nyumbani, sio imara kwenye kituo chake. Kwa sababu gani? Wewe sio nguzo, unayumba yumba, unatepa. Unatakiwa uwe jasiri kila unapopigana vita fulani. Yote vita umepigana, unapoishinda wewe, Mungu anakuimarisha. Taji ya Mungu, baraka za Mungu ni kukuimarisha. Kila unaposhinda kavita fulani, changamoto fulani, unapoishinda unaimarishwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini utakapokutana na changamoto kidogo, ukapigwa ukarudi nyuma, ukatetemeka ukayumba, ukakata tamaa, ukazofika, ukawa mwoga na mwenye mashaka, basi ina maana unazidi kulemewa zaidi, unazidi kupigwa zaidi. Sio kwamba Ibilisi amekuacha, anakuzuru zaidi, maana umetepa, umeyumba zaidi. Namna jinsi ya kupigana vita kashinda, ili uwe nguzo, uwe imara, ni pale unapopigana vita ukavumiliana nayo. Haijalishi mwaka mmoja, miezi miwili, kuna maneno, kuna machonganishi, kuna mfarakano, kuna vitu ninayo unapambana, yani mpaka leo kuna miaka 6 na miaka 1 ni miezi 8 nimeokoka. Yani ni vita kwenye ndoa yangu, ni vita kwenye mlaji wangu, ni vita kwa mke wangu, ni vita kwa baba yangu. Baba hataki nisimame, mama hataki nisimame, ni vita kuona naendelea na imani. Hiyo vita unapoishinda ndipo unapoimarisha ukawa nguzo. Vita yako inatokea wapi? Na wengine kwa kutoelewa wanasema mimi baba, mimi mama amenizuru, mimi shangazi, mimi mwalimu, mimi kiongozi wa pale amekuwa vita kwangu, nikaona mimi niache. Yani hapo ndipo Ibilisi amekuweza moja kwa namna kushinda. Ulitakiwa ugelea ile bahari mpaka imalize. Haleluya. Na unapokuwa umevuka, Mungu wa mbingu anakuja kutazama, malaika wanakutazama. Utakaposhinda ndipo Mungu anapoweka malaika kulinda, ndipo Mungu anakuwekea kibali, ndipo Mungu anaweka ulinzi, ndipo Mungu anakutengenezea leseni afanya hiyo kazi. Hakuna kuzuru je? Na kila atakayesimama kwako wewe umefanyika kuwa nguzo, atakayejigonga kwako atapasuka vibaya. Anayesimama kinyume na huduma yako
atakayesimama kinyume na biashara yako, anayesimama kinyume na kazi ya Mungu, anayesimama kinyume na kanisa na madhabahu hiyo, atapasuka vipande. Atapigwa na nani? Na Mungu. Maana wewe umesimikwa na nani? Na Mungu. Sasa kila maadui atakapotokea, anayeinua ulimi wake, anayeinua mishale yake, atapigwa yeye mwenyewe. Kisasi kinabaki wa cha nani? Kisasi kitabaki wa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo nayo ni mbinu ya pili. Haleluya. Namna ya kuwashinda wachawi, namna ya kuwashinda waganga, namna ya kuwashinda madui. Hebu pigana vitu hiyo unayo, kivuka tu Mungu anakuimarisha. Akisha kuimarisha, watakaokuja nyuma baadaye watapigwa, watakuweza. Mimi ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu piga kelele, sema mimi ni nguzo. Piga kelele, sema mimi ni nguzo. Hebu fikiria, waza, huyu mtu anatoka Rwengua, huyu mtu anatoka Isingiro. Sasa Rwengua anaweza kusema wakaenda miezi 6, wakaenda mwaka mzima, ametembea kwa miguu, amekwenda kurudi, wanamchekelea, wanamzia, mvua inamnyesha, lakini bado anakwenda. Hatimaye ndani ya miezi 8 kanisa likajengwa. Hilo mtu sio ni nguzo? Kiwanja kapatikana, huyo mtu si ni nguzo? Kwa hiyo amepigana vita. Kuna changamoto pale, kuna mtu anatoka kwenye ndoa yake, hamna amani, hakuna maliziano, wanakataa siokoke, wanakataa siendelee. Bosi, tajiri wako ile kupa ajira, anakataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke anakataa, watoto wanapinga hiyo imani. Ni vita, sio vita? Sasa hiyo vita, komaa, endelea kupigana nayo. Haijalishi na kuraza nchi, haijalishi una cha kujizimika, haijalishi unapata njaa, haijalishi hakuna mtu anayekuunga mkono. Simama mwenyewe. Hakuna anayekupokea kukupa hongera, barikiwa sana, umeshinda. Hapana. Yaani kwa kazi unaifanya wote wanakuchekelea, wanakubeza mtandaoni, wanakutukana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu wakati anafanya kazi ya Mungu, Mafarisayo, viongozi wa dini wote walikuwa wanamtafuta ubaya. Akiingia kwenye mkutano atafuta nini? Wapi atateleza, wapi atakosea, atafuta cha kumshtaki. Pamoja na hayo amepata au hajapata cha kumshtaki, lakini songa mbele, songa mbele. Una vita gani ulionayo mwanamke? Una vita gani ulionayo kijana? Una vita gani ulionayo mwanamume? Changamoto ipi unaipitia? Usiumbe wala usirudi nyuma. Tazamia jambo moja, kwamba nategemea baada ya kushinda vita hii, hata ni mwaka ni miezi, baada ya kushinda vita hii nitafanywa kuwa nguzo, na kila atakayekuja kujigonga kwangu atapasuka vipande. Makofi kwa Yesu. Kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo, wala hatatoka humo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshike mkono mzangu, mwambie tinkugawa, sitatoka hapa. Kwa hiyo vita hata ifanyie, tumuondoe, tumtikise, tumuone kwenye biashara hiyo, tumuone kwenye ndoa hiyo, anasema hatatoka humo. Mimi ni nguzo, sitoki. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala hatatoka humo. Aliyenifanya kuwa nguzo ni nani? Anayekufanya wewe nguzo ni nani? Piga kelele, sema mimi ni nguzo, wala sitatoka humu. Sitaogopa tena, sitayumba tena, sitasikia maneno yao tena. Ninaendelea mbele. Mimi ni nguzo, siachi wokovu, siachi imani hii, siachi karama yangu, siachi utumishi wangu. Mimi ni nguzo. Makofi kwa Yesu. Umo kabisa, wala hatatoka umo kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu, nami nitaandika jina lake juu yake jina la Mungu wangu. Mtu anatembea, yuko kwenye huduma, yuko kwenye mahubiri, yaani anaposimama watu wanamjia. Ukitamka jina la Yesu sana linatokea, anasema kuna Mungu. Ndoa yako anasema kuna Mungu. Roho anajaribu kusema kwa kweli hapa kuna Mungu. Wachawi kitaka kupigana na wewe, wanashindwa sema hapa kuna Mungu. Anasema nami nitaliandika jina langu, jina la Mungu wangu kwa mtu huyo. Kwa hiyo utakuwa ni udhihirisho wa Mungu, ni uthibitisho wa Mungu kabisa, wazi wazi. Wala mtu anayemtaka Mungu hatahangaika, anataka muujiza, anataka ishara, anataka uponyaji, atakuona wewe. Anataka baraka, atakuona wewe. Anataka msaada, atakuona wewe. Wanaomtaka Mungu mpaka uone nani? Nitaliandika jina langu kwa mtu huyo. Kwa nini? Amefanya nini? Kuna vita alipigana kesho.
endelea kupigana, endelea kupigana. Kanisa tuendelee kupigana, viongozi tuendelee kupigana. Haleluya! Kwa hiyo kanisa linafanywa kuwa nguzo ndani ya mji, ndani ya wilaya, ndani ya kata, ndani ya vitongoji. Tutakuwa ni nguzo, madhabahu inakuwa ni nguzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia hiyo kanisa, pepo wachafu wanapotokea hawataweza katika wilaya, katika kijiji. Tutakomboa watu wengi. Kwa sababu gani? Sisi ni nguzo. Mungu ataliandika kanisa hili, jina la Mungu litaandikwa kwetu. Naongea na mtu. Kwa nini kanisa lina vita? Kuna changamoto mchungaji na watu wake. Kanisa limepigana vita kiasi gani? Wameshinda vita gani? Wamepita magumu yapi? Kwa hiyo kila tunapopigana vita fulani, ukaona tumeivuka tukaishinda, basi upande wa pili tunapewa kiwango kingine. Shike mkono mwenzako, mwambie sisi wa kawaida. Mwambie mimi si wa kawaida. Piga kelele, sema mimi si wa kawaida. Makofi kwa Yesu. Katika jina la Yesu. Ufunuo Yohana sura ya 2. Ufunuo Yohana sura ya 2 mstari wa 7. Ninasoma. Anasema, yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima. Yeye ashindaye nitampa. Hizo zote ni ahadi za nani? Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Ulio katika bustani ya nani? Ya yeye ashindaye. Mimi ningefanya, lakini mimi ningekuwa, lakini ingekuwa hivi, lakini biashara ingekuwa hivi, lakini wewe kanyesha, ingekuwa hivi, lakini mtoto ingekuwa hivi, lakini kasikia kama mbuzi ni kama inataka kuzaa, ingekuwa hivi, nikaona kama nguruwe zangu zina, yani pakinuka tatizo, ingekuwa hivi, lakini pakatokea msiba pale kwenye kitongoji pembeni, kama pembeni toka wewe unakuna nyama zao. Yesu akamwambia waacheni wafu wazike wafu wao. Mpaka Yesu anakuja kuongea neno hilo, aliona kwamba watu wengi wanakimbizwa na misiba. Punguza, uwe na kiasi. Vitu vidogo vidogo mtameshaumba, vishatimeka, mesharegezwa kabisa. Neno kidogo na mwanamume, neno kidogo na mke wake, nenda, lakini ukirudi hapa labda utachitamu. Yale ya mwanamume amesema. Wewe nenda, inavyoonekana unipendi. Yaani ndio sikupenda, mpenda nani? Mungu kwanza, mengine baadaye. Jenga msingi, uwe na maamuzi na msimamo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Fanya kipawa chako waje kuitumia. Unafanyaje mwanamume? Utafanyaje kijana, binti, mwanamke? Unafanyaje dada? Mbingu zinakutazama. Yeye ashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jaribio la wanaume wenyewe, madada. Ibilisi anakutega mtego, mwanamume anakuja kushawishi. Kahaba wa kiume, kahaba wa kike. Kuna majaribio, mchungaji, mtendakazi, semashi kanisani, kuna mitihani tunaipitia. Au mchungaji au mzee wa kanisa au yeyote ile, kuna mitihani. Asije mtu akakunyang'anya. Bwana Yesu asifiwe sana. Utategwa pesa, utategwa ukahaba, uzinzi, mwili unaweza kukusumbua, chochote kile. Yaani hiyo yote ni mitego, ni vishawishi. Angalia ushindani, vita hiyo ulionayo, hakikisha umeishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshike mkono wako, muulize una vita gani? Changamoto shuleni. Mwenye anasema na changamoto katika na miwani. Na dada huyu ambaye hajaona anasema na changamoto ni kabila mume. Kijana anasema na changamoto vita yangu. Yaani mimi naona hapo wokovu labda niwache. Shika sana ulicho na ni vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mchungaji anasema na changamoto, kuna wazee kanisani
kuna utendakazi kanisani umeniuia mgongo, hakuna amani, hakuna raha. Mimi nafikiria kanisa niliache, mimi nafikiria huduma niache. Huyo naye mchungaji anasema anaongelea watu wake kanisani, uongozi wa kanisani. Lakini mwingine kanisani changamoto hiyo anasema viongozi wa nje ninaotumika nao, uongozi pamoja na mimi, wako kinyume changu. Kila mtu ana vita yake kwa Yesu. Na alisikie neno hili ambalo Roho aambia makanisa, yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Atampa. Kuna ahadi tumepewa, kuna ruzuku tumepewa, kuna taji tumeandaliwa, mingine pia tunapata tukiwepo hapa. Kwa hiyo kija ukaona mtu amesimama vizuri, kwa kweli pastor ni jasiri, kwa kweli pastor Mungu amemtumia, kuna mazingira amepita magumu sana. Na wewe kubali kuyapitia. Amesemwa mtenda kazi huyo, amesongwa mama huyo, mpaka asimamie kitengo chake, amepigana vita mpaka anachipawa na kalama hiyo kalama imesongwa, imetafutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachawi wamemuinda, waganga wamemtafuta, wamemtega mitego, wamemtega majaribu, wamemtega mitihani, vishawishi vya kila aina, ameshinda. Na wewe usimame ushinde, uwe kama yeye. Mimi nilijaribu nikashindwa. Mimi nilikuwa nimeshaendelea mbele, lakini kaona nimekata tamaa. Nilivunja moyo, kama isingekuwa na dada yule, kama isingekuwa mama mkwe yule. Utoyaeleza mbele za Mungu, unatakiwa kuyashinda. Makofi kwa Yesu. Wakati unaangalia kitabu cha Waamuzi, naomba nikufundishe jambo hili. Kama mtu yeyote hana vita, kama mtu yeyote hana ushindani wote alionao, basi wewe Mungu wala hakujui. Ulishakamata na ufalme wa giza, ulishatekwa. Wala wewe si mtumwa wa Mungu. Mtumishi wa Mungu yeyote lazima awe na vita. Mtendakazi yote ana huduma alionayo, ana kitu chema cha Mungu, basi mtu huyo atakuwa na vita, atakuwa na ushindani. Waamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uwe na vita, lazima utakuwa na ushindani. Au pia kama unasema nimeokoka, namtumikia Mungu, nimesimama na Mungu, lakini ukaona katika uokovu wako hakuna vita ulionayo, hakuna changamoto ulionayo, basi natambua na kujua jambo moja, uokovu wako yani hauna impact mbele za nani? Hauna chochote mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uokovu wako utakuwa hauna chochote, hauna lolote mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biashara unaipata, anatoa biashara, anatoa zaka yake, anatoa shukrani mbele za Mungu, anaomba. Kama unaomba lazima upaje ushindani, lazima upaje vita. Na kama hakuna vita ulionayo, basi utambue na kujua hiyo madhabahu unapoabudia hakuna huduma yote ile ya Mungu. Unaabudu tunaingia kutoka ile kanisa, hakuna ushindani wa Mungu. Ushindani wa ufalme wa giza. Ufalme wa giza unatazama na kuona kwamba hilo kanisa ni la kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaingia na kutoka, wala ana ushindani katika kitengo alichonacho kwenye huduma ya Mungu. Kama mradi kako ndio unapata mle zaka, ndio unapata mle shukrani, unawezesha huduma kanisa la Mungu, basi pepo wachafu, nguvu za giza lazima watainuka kupigana na mradi wako. Kwa hiyo usiogope ile vita. Wanapigana kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu, wanapigana kwa sababu maombi yako yanauasi ufalme wa giza. Lakini kama unaona huduma inayofanya wala haizuri chochote kile, hakuna ushindani, madhabahu yako ile ushindani wote ule. Anasema mimi ni mchungaji, mimi ni pastor, namtumikia Mungu, lakini madhabahu yake wala ile ushindani wote ule, basi tambua na kujua kwamba hiyo madhabahu haiuasi ufalme wa giza. Lakini madhabahu yote ambayo ina huduma ya Mungu, lazima patatokea maadui. Kwa namna yote ile patakuja ushindani. Ndoa ambayo inamcha Mungu, haleluya. Mme kama hajaokoka, wewe ndio umeokoka, mme ameokoka, mwanamke hajaokoka, mwanamke atakuwa anapinga. Hapo tambua na kujua ulicho nacho cha thamani mbele za nani? Mbele za Mungu. Hapo siulize, hiyo ndio picha kujua kumbe hiki nilicho nacho cha thamani, cha thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ufalme wa giza utainuka kupinga. Hawataki utumike kwenye madhabahu ile, hawataki uongoze maombi, hawataki uimbe, hawataki huduma, hawataki uende kuabudia huko. Kuna kitu cha ziada pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshike mkono wako, muulize, hivi una ushindani kwenye kazi yako? Bwana Yesu asifiwe sana.
Kama hivi tulivyosema, tunaenda Kilela kutumika, lakini mara ya kwanza tukalenga shabaha ikashindikana, pakawepo vita na ushindani. Hapo tambua na kujua nguvu tulionayo tunapoipeleka kule, kuna kitu cha ziada kitakachofanyika. Maombi yale yanakwenda kufanya kazi kule. Tunatangaza maombi ya kufunga, labda tunatangaza mkutano mara fulani, tunakwenda kuhubiri, panakuwepo ushindani. Tambua na kujua Mungu yuko pamoja nasi. Kwa hiyo falme za giza zitashindana asubiri pale. Unaweza fika kule, mwenyekiti wa kijiji, kitongoji, afisa mtendaji akakataa, msubiri Injili, mfanye chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mama ambayo wala si ya Mungu hawazuii, hakuna shida. Watasema mnatupigia kelele maombi yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akipita mtu yeyote kwenye nyumba hadi nyumba, anahubiri Injili ya kawaida tu, mambo ya kawaida tu, hawana shida. Wala hawezi kusema unamzungumzia, wala hawezi kumchafua. Lakini pita wewe uliye na kitu cha ziada, Mungu akiwa amekutuma, una kibali cha Mungu, utasikia machafuo yanatokea baadaye. Hata tutasikia ziaka, utasikia mambo kaza wa kaza. Wengine nasema ndio, wengine nasema hapana. Pata kuinuka vita. Kwa hiyo katika kila kazi ya Mungu ni ya Mungu, unataka kuijua kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Jipime katika vita unayopitia, uadui nayoinuka kwako. Hapo endelea kusimama zaidi. Shika sana ulicho nacho, asije yoyote kukunyanga. Usimtazame mtu usoni, isimamie madhabahu yako, isimamie wito wako. Una wito gani ulionao kwenye moyo wako? Una kiu gani? Una wito gani ulionao ndani? Huduma yako Mungu yuko ndani yako, una huduma ya ipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ina ushindani? Hakuna ushindani wote. Mtume Paulo anasema, nitaka kuja kwenu, shetani akanizuia. Kwa nini azuie? Kwa nini Paulo azuiliwe na shetani? Kwa sababu ana kitu cha ziada. Akienda kule Makedonia, watu wataokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu watageuka, watamjua nani? Watamjua Mungu. Kuna mtu anasema naye, kuna mtu anasema naye. Kwa mfano, tumengoja usafiri, tunakwenda kuhubiri Injili, tukangoja hiki na kile. Baada ya muda safari usafiri wetu ukapotea, hatukuona tena abiria alikuwa driver kutufuata pale, tukangoja ikashindikana. Pikipiki ile ipata ikapiga pancha, tumepiga pale mkutano, ndani ya siku ya kwanza pili vyombo viliungua. Kwa nini? Kuna ushindani, kuna kitu cha ziada. Makofi tena kwa Yesu. Hapa anasema nitasonga mbele hata kama kuna vita. Mpigie Yesu makofi. Katika jina la Yesu. Waamuzi sura ya 3. Unisikize vizuri. Kuna jambo hapo nataka kukushika mtu mwingine. Waamuzi sura ya 3 mstari wa kwanza hapo. Nitasoma baadaye nitakufafanulia. Haleluya. Anasema basi haya ndiyo mataifa ambayo Bwana aliwaacha ili awajaribu Waisraeli kwa hao. Haleluya. Haleluya. Nitazame huko. Nitegesi. Amesema hivi, basi hawa ndio mataifa Mungu aliowaacha. Kwa hiyo Mungu alipigana vita, aliwatumia Waisraeli, akawapiga baadhi ya mataifa wakauawa, wakatoka kwenye miji kaza, kwenye wilaya, kwenye kata, kwenye vijiji, wakaondoka. Waisraeli wakatawala pale, wakawa na mamlaka. Lakini Mungu angalia jinsi alivyo mtu wa vita. Anasema hivi, baadhi ya watu wengine maadui anaweza kuacha. Naongea na mtu hapa. Hivi mambo unalala sana. Kwani usisimama kwenye spika? Ukajikaza ukasikia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unatamani kwamba kama tungepiga na maadui wote tukaondoa, ningeomaliza kwenye kijiji, ningemaliza wachawi, ningemaliza pepo wachafu, ningeondoa kwenye kanisa wote wanaoniandama, wanaonichukia. Mungu anasema hivi, yeye Mungu aliwaacha hao maadui makusudi mazima ili apate kuwajaribu Waisraeli. Anawapima Waisraeli. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu unaweza kuwa nataka uwe kwenye lamu starehe, utulie, usiwe na vita, usiwe na shambulizi, usiwe na mtu anayekupinga. Mungu anaweza kawacha makusudi mazima ili akukomaze. Wakati mwingine Mungu anaacha ile mashambulizi aone kama utaendelea kumcha yeye au utarudi nyuma. Wakati mwingine Mungu anaacha ile mashambulizi
kwa kadri mtu atakavyoendelea kupigana hiyo vita, utakapoishinda Mungu aweze kupandisha daraja jingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu labda naomba nikuulize. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu naomba nikuulize, mwalimu anapompa mtoto mtihani anakuwa analenga nini? Anapima akili zake. Mwalimu anapompa mtoto mtihani anataka mtoto atakapopata 100 kwa 100 amuongezee tena uwezo mwingine, ampandishe daraja jingine. Lakini lengo la mwalimu sio kwamba mwalimu anakupa mtihani au mwanafunzi mtihani kwamba atakapopata 20 au 15 kwamba basi amfukuze shule. Lengo la mwalimu ni kwamba ushinde ule mtihani, akuongeze kiwango kingi. Hapa kwenye kitabu hicho anasema kwamba Mungu akawaacha baadhi ya mataifa wakae kama maadui katika ubavuni mwa Waisraeli, ili apate kumpima na kumjaribu yule Mwisraeli ambaye ni mlokole wake. Hebu nikuulize mpendo, wajuaje kama watu wanaopigana nao Mungu amewacha makusudi mazima? Wajuaje kama pepo mchafu, mgonjwa tuliye kanisani, madhara alionayo, magonjwa alionayo, wenda amekaa ubavuni mwetu, atusumbua, tutese, madhara hayo ukae nayo ubavuni mwako, ni wifi, ni shangazi, wenda yamkini Mungu anakupima kupitia mtu huyo. Ya wajuaje pia kama ni mume wako Mungu amemwacha akae ni adui, mke akae ni adui imani yako, ili akujaribu aone kama uko jasiri au aweza kuendelea kupigana vita au endelea kukaza mwendo, waendelea kuwa jasiri kwamba siachi, sirudi nyuma. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo lengo la Mungu ni hilo, kwamba mtu atakapokuwa amekuwa jasiri Mungu apate kupandisha daraja jingi. Umenielewa? Mpigie Yesu makofi. Makofi tena kwa Yesu na vigelegele. Haleluya. Wewe unapokuwa unapigana vita unasema mume wangu ameniuia mwamba, ameniuia mwiba, bora kama angekufa, mke wangu kama ingeondoka, au mimi ningekuwa nimesimama, mimi ninavyofikiria kama ningekuwa nimepata mchumba basi nikaolewa, ningepigana kwenye imani, maana nimeushinda mwili, nimeshinda tamaa za mwili. Hapana, Mungu anaendelea kuzuia mchumba asije. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kama ningekuwa nimepona kabisa, nikaona muujiza wangu, hapa ndo ningesimama wala nisingeyumba. Sio hivyo. Mungu anaweza akamwacha adui, akauacha mwiba, anakupima imani yako. Mungu anaweza kaacha adui akawacha wale mataifa wakaenda kupigana na Israeli, wanapiga na walokole. Bado hata tupiganeje, tupige tu magoti, tuabudu, tuzikiri, hata kama bado maadui wako wataendelea kukaa, Mungu atawapiga, ataondoa, kuondolewa, wengine wakubaki wakabaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hata ujielezeje mbele ya adui yako, ujielezeje mbele ya kiongozi wako, ujielezeje, maelezo yako yatoshi. Ukiona hajatosha wala useme kwa hiyo mimi nimeshindwa. Songa mbele. Umeomba lazi, umeomba toba, lakini bado majibu yale yale. Songa mbele. Usiumbe, endelea kupigana vita. Umesema naye mume mke, umesema naye jirani, jamani niache, jamani nisamee, huu ndio wokovu wangu, bila wokovu hii dalili niponya, naomba endelee pale. Hawakuelewi, endelea kupigana vita. Haleluya. Pengine unaweza kusema maandiko yanasema, Mungu anasema kwenye kitabu cha Mathayo, Yohana, Agano Jipya la Kale, unathibitisha kabisa kwamba unamtumikia Mungu, hakuna kuelewa. Endelea kusimama na nini? Na Mungu, achana nao. Wameweka ubavuni mwako, Mungu anaweza akawatumia kukupima wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu gani nimesema? Waamuzi 3. Hebu nisomee mstari wa kwanza tusikie. Kwa pamoja tunakwenda. Haleluya. Yanawajaribu wale ambao wakujua vita vya Kanaani. Basi hawa ndio mataifa ambao Bwana aliwaacha ili awajaribu Waisraeli. Kwa hao, yaani awajaribu hao wote ambao hawakuvijua vita vyote vya Kanaani. Hawa ni watendakazi, hawa ni washirika, hawa ni watu ambao kabisa hawajajua changamoto na mengi. Anamweka pembeni akukomaze. Kupitia kupigana ile adui unajenga msingi wa vita. Naongea na mtu. Haleluya. Kuendelea kupigana naye malazi, magonjwa, na wao mshari kurudia, changamoto inayopitia, unakupeleka katika vision nyingine, kujua na kutambua nifanyeje ili nimshinde adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mimi nakupa maarifa ya bure. Roho Mungu anasema na wewe, pamba, fanya kazi ya nani? Kanisani nahubiri injili wakuelewi,
kuna watatu wanakuelewa, au watatu nenda nao. Haleluya, haleluya. Waliokuinukia ni wakuu wako na uwezo mkubwa. Usiwatazame, tazama Mungu anasemaje. Ni vita ambayo inakupelekea kupanda daraja jingine, itakuongezea cheo, itakutengenezea umaarufu, itakutengenezea ushujaa, itakutengenezea kibali mbele ya watu wengine, hata pia kwa Mungu. Kwa hiyo vitu vingine vipo ili vitufundishe nini? Ushupavu, ujasiri. Niliwahi kupita kwenye magonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliwahi kupigana wakina nani? Niliwahi kujengwa na mke wangu. Ulifanyaje? Niliwahi kuondolewa kwenye madhabahu. Niliwahi kuwa kinyume na mkuu wangu, akaniandama, tukaenda mahakamani, nilishinda kesi. Kwa hiyo vita ikija kwako, tambua kupitia hiyo vita unakwenda kupalisha kiwango kingine. Makofi kwa Yesu. Katika